بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad na ali zake na maswahaba zake na waliofuata kwa wema. Maashara almuslimin, tutaangalia baadhi ya mbinu ambazo kwamba tunaweza kuzitumia katika kulingania wasiokuwa Waislamu kwenye Uislamu. Na kabla ya kuingia katika kuangalia hizi mbinu, kwanza tuangalie umuhimu wake. Nini umuhimu wa da'wa? Nini umuhimu wa kuita watu kwenye kalimatu tauhid na kwenye dini ya haki ya Uislamu? Umuhimu wake ni kuwa kwanza unatekeleza jukumu ambalo kwamba ni lazima kwako wewe uliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia sisi ambao kwamba tumepata neema ya Uislamu tuwaite wengine na tuwalinganie wengine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na Mungu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, hii ndio njia yangu mimi, nalingania kwa Mwenyezi Mungu kwa kutumia busara, kwa kutumia elimu, kwa kutumia hikma, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniamrisha nifikishe, ni kazi yangu mimi na wanaonifuata mimi. Yani wewe ukilingania kwa Mwenyezi Mungu, ukalingania kwenye dini ya haki, huwa umekuwa mfuasi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulingania si lazima shekhe, wala si lazima khutba, wala si lazima muhadhara. Kulingania ziko njia nyingi ndio ambazo kwamba tutaka kuzitaja, na kila mmoja ana nafasi yake, na kila mmoja ana uwezo wake, na kila mmoja ana namna yake ambayo kwamba yeye zaidi kushinda nyingine, ambayo mwingine anaiweza haiwezi hiyo yeye anaiweza yeye. Leo kila mtu anashughulika na dunia yake, kila mtu anaangalia mambo yake, kila mtu anakwambia mashekhe watafanya hiyo kazi, watu wa kufanya mijadala ya Biblia na muhadhara watafanya hiyo kazi ya kulingania wasiokuwa Waislamu, akisahau ya kuwa ni jukumu lake. Bali sisi kulingania watu ndio inaotufanya sisi tuwe ni ummati bora. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sisi tumekuwa ni umma bora kwa sababu ya kufanya da'wa, kwa sababu ya kuamrisha mema na kukatazana maovu. Na pamoja ya kuwa ni jukumu na ni faradhi na ni lazima, kisha Mungu bado ametuwekea na thawabu. Angalia tu adallu 'ala alkhairi kafa'ilihi, ukimwashiria mtu na ukimwelekeza mtu katika khairi wapata thawabu kama yeye anavyopata, na yeye zake anapata vile vile. Yote kwa ajili ya nini? Kwa ajili wewe ndio ni sababu ya yeye kuongoka. Angalia mfano mtu akisilimu kwa ajili yako, wewe utapata thawabu kiasi gani? Kila akiswali na wewe upata thawabu, kila akifunga, kila akisoma Qur'ani, kila akimtaja Mwenyezi Mungu, kila akifanya jambo la khairi lolote, akiketi itikafu, akifanya nini, na wewe wapata thawabu kama zile thawabu anazopata yeye, na yeye hapungukiwi. Ndio pale Mtume alivyomtuma Saidina Ali kwenda Yaman kufanya da'wa, akamwambia nini? La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Mungu kuongoza mtu kupitia wewe, hata kama ni mtu mmoja, wako ni bora wewe kushinda kupata wale ngamia wa ghali wekundu. Ni kama sasa tuseme mfano wa vipando vya ghali ama magari ya ghali, kina Lexus, kina Mercedes, kina Tesla, lolote litakalokuwa la ghali, iwe wewe umelipata, haishindi thawabu ya wewe kuipata unapoipata ya kumsilimisha mtu, bali khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Mtume akwambia nini? Bora hata kushinda dunia yote na vilivyo ndani ya dunia vote, ni bora kwako kushinda. Haishindi mtu wewe mmoja ambaye kwamba taslimu kupitia mikononi mwako. Fikirisha, je, wale ambao kwamba walipahatika na wakawafikiwa wakaisilimisha mamia, maelfu. Angalia watu walijitolea wengi, wakafunga masafari, waliokuja ugenini. Kisikia kina Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad, Mwarabu atoka Uarabuni huko, akaingia Kongo mpaka akapata watu wengine, akifuatana na Sharif Said na wengineo, mpaka watu wasiokuwa na nguo wamewapata kwa da'wa, sema sisi bwana tuabaki vile vile Mungu alivyotuumba. Akaingia Uganda ndani huko, Kinawar na Lira na Arua na kwingineko, wakasilimisha. Wakaja Kenya wakasilimisha. Uslub izatofautiana kama ambavyo kwamba takazozitaja, na mmoja wapo ya uslub ni ile ambayo kwamba alitumia Sharif Said alipokwenda Uganda. Kwa hivyo ni jukumu sisi kulifanya hili kazi la da'wa, na ni
jukumu ambalo liko kwenye shingo ya kila Muislamu, sio watu maalumu peke yao. Na asalib ni nyingi, asalib ni nyingi. Kuna asalib ambazo kwamba ni da'watul fardiyya, mmoja kwa mmoja kuzungumza naye one on one. Umpate mtu umekaa na yeye kwenye hoteli, umekaa na yeye kazini, umekaa na yeye nyumbani, umekaa na yeye kwenye safari, mara nyingine wakaa na mtu kwenye safari masaa 7, 10 kwenye gari. Hamuulizani salamu wala jina wala humwambii dawa yoyote, na mkifika kila mtu ashika njia yake, haya wala dunia salam. Si hivyo hivyo, ufanye usulubu wa dawa hata kama ni one on one. Hiyo tena ina athari zaidi na ina ikhlasi zaidi na ni rahisi zaidi pia kwa kila mtu aweza kuifanya. Uanze na taalifu, uzoeane na yeye, uondoe ugeni, uondoe ule umbali ambao uko baina yenu. Mpige story hata kama ni za boli, ni za siasa, ni za magari, ni za nchi, ni za barabara. Angalia namna gani msalimie, ujuane majina, pige story, taalifu kwanza akuzoee, atoke ule ugeni na uoga ambao uko baina wewe na yeye. Kisha kuwa na taalifu na mazoea, uwe na taarifu sasa. Taarifu ni umtambulishe kuhusu Uislamu, umueleze kwanza. Kabla ya kumueleza, umuulize yeye wajua nini kuhusu Uislamu. Ukijaribu utaona, ukimuuliza usiku Muislamu wajua nini kuhusu Uislamu, mwenyewe utashangaa. Akwambia majini, akwambia mashetani, akwambia ugaidi, akwambia hili, akwambia lile. Yale aliyoyaona kwa Uislamu yeye ndo achukua, ndo nini, ndo Uislamu. Ambapo siku hizi kumekuwa kuna tofauti kubwa baina ya Muislamu na Uislamu. Waislamu wengi hatufuati Uislamu, na ndo tufanya wale wasiojua Uislamu kufahamu Uislamu ni sisi. Muulize wajua nini kuhusu Uislamu, umuondoe zile shubuhat, izalatu shubuhat, umfute ile picha mbaya ambayo kwamba anayo Uislamu. Kisha sasa umueleze ule Uislamu mzuri, ile uhakika wa Uislamu. Kisha kumpa taarifu, sasa umpe taklif, umkalifishe kuislimu, umkalifishe na yeye bebe ile dawa ifikishe kwa wengine, umkalifishe na yale ambayo kwamba yatakuja baada yake yeye kukinai. Lakini utakuwa umetumia uslubu unaotakiwa. Usiende direct kwenye taklif kabla hujafikia kwenye nini, taarifu, na usiende kwenye taarifu kabla hujapitia kwenye taalifu kwanza. Taalifu ni kitu haraka sana, ni kutabasamu tu tayari ushamvuta, tayari ushamfuta zile picha mbaya. Huenda tabasamu moja ikafuta shubuhati 1000, ila akakona tu uso bashasha, habari yako, salama, kumbe Uislamu uko hivi. Ushambadilisha fikra yake kuhusu Uislamu. Kisha sasa umuelezee unajua nini kuhusu Uislamu, kisha umueleze sivyo hivyo ama ndivyo basi, na ni hivi na ni hivi na ni vile. Kwa hivyo kuna da'watul fardiyya, kisha kuna da'watul jamaiyya kiujumla, kama vile watu wanapofanya msikitini wakaeleza na nje wakasikia, watu wanapofanya kwenye barabara na kwenye uwanja wakaweka mijadala. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia ud'u ila sabili rabbika bil hikma, tumia hikma ya hali ya juu, wal mau'izati al hasanati, maneno mazuri, wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Mungu atumia ahsan, af'alu tafdhil, afdal, bora zaidi. Kama una maneno mazuri, basi yale mazuri zaidi ndio yatumie katika mazuri yote. Sio uweke mjadala wasimange, uwagoe, uwatukane. Toa andiko kwenye Biblia, nyinyi ni mbwa, nyinyi ni kondoo, we kafiri. Atasilimu vipi? Utamvuta vipi? Wewe una hamu wataka kumuongoza, wewe una hamu wataka kumvutia kwenye dini ya haki, basi tumia usulubu mzuri, kama vile watu wanavyotumia katika mambo ya kidunia. Wale watu wa marketing ukwambia wana mbinu zao, vipi watafanyia marketing ya bidhaa yao, vipi watatangaza kampuni yao. Basi kama vile mfanyie marketing Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi utavutia watu, utatumia mbinu ambazo kama ni nzuri. Kwa hivyo kuna hii da'watul jamaiyya kiujumla. Utaona asalibu mbalimbali Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitumia, mpaka sasa sisi tunaweza kuziiga, mpaka sasa sisi tunaweza kuzitumia. Hii ya fardia mmoja mmoja na jamaia Mtume amezifanya. Kana sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa akisubiri watu wakija katika ule msimu wa haji, akienda masokoni, ya ayuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Pale alipoambia watangaze dawa alifanya nini? Alipanda Jabal Safa, akaita watu wote, ya maashara Quraish, akawaita makabila. Walipokusanyika akawapa dawa kiujumla wote. Kwa hivyo ni asalibu Mtume amezifanya, na alikuwa akifanya pia fardia mmoja mmoja. Ewe fulani, bado tu hujaamua kusilimu,
akimwambia Amr bin Hisham, Abu Jahli, bado tu hujaamua kusilimu, karibu katika Uislamu, wewe fulani, mmoja mmoja. Mtume alikuwa akifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya uslubu mwingine wa da'wa, kusafiri. Angalia alivyopingwa Makka, alifanya nini? Alienda Taif. Watakana ufanye da'wa bil qalam wal fam wal qadam, kwa kalamu yako andika, kwa ulimi wako, mdomo wako sema, kwa nyayo zako safiri. Mtume akafunga safari akaenda wapi? Taif. Asema madamu hawa wamenikataa Maka, labda watu wa Taif watanikubali. Akaenda kule na akafanya da'wa na akapata maudhi aliyopata, lakini pamoja na hivyo Haddas alikuwa ni Mkristo, akasilimu kwa hii da'wa yake. Kwa hivyo hatua yake haikwenda bure. Majini wakasilimu, kwa hivyo pia hatua yake haikwenda bure. Mtume alifanya kwa nini? Kwa nyayo yake, kwa mdomo wake, kwa maandishi aliyoandikia barua wafalme 14 na akazisambaza akapelekea kina Muqawqis, kina akapeleka kila mahali, Kisra na Sham na Iraq na Habasha, wote wakapelekewa barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizofika 14. Kwa nini? Bil qalam, kwa kuandika. Leo sisi tunaweza kuandika. Je, ushaandika karatasi ukapiga fotokopi ukapeana, watu hawajui Qur'ani ni nini? Utaona mtu kuuliza Qur'ani yatoka wapi? Muhammad ni nani? Yesu kwenu ni nani? Andika, chapisha pamphlets, flyers, ueleze Uislamu ni nini. Watu hawajui Uislamu ni nini. Watu hawajui Nabii Isa kwetu ni nani. Kuandika siku hizi iko kwenye mitandao, pia waweza kuandika. Kusema waweza kusema kwenye mitandao. Je, ushatumia mtandao wako katika kulingania watu kwa dini ya Mwenyezi Mungu? Ushaandika hata kama ni post moja mbili, Uislamu ni nini? Mtume Muhammad amezaliwa Maka akafa Madina, ni nabii wa Mungu, ni nabii wa mwisho. Ushaweka? Je, ushaandika kuhusu Al-Qur'anul Karim? Ushaandika kuhusu Nabii Isa? Tutumie kuandika. Wewe waweza ukasafiri na ile hali bado uko ndani ya nyumba yako. Ni dawa pia ambayo kwamba unaweza kuifanya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia ya kusafiri, ya kusema, ya kuandika, zote alizitumia, ya fardhia mmoja baada mwingine. Bali Mtume alitumia uslub kama yule Thumama, kama sijakosea, alimtumilia uslub akamweka msikitini, akamwacha aone watu waingia vipi msikitini, waswali vipi, kisha watoke. Yeye aone tu basi kwa zungumzwa nini, kwa somwa nini, asikie. Akamwacha. Baada ya siku kupita 1, 2, 3, akampa ruhusa aende. Akaenda, baadaye akarudi mwenyewe akasema nataka kuisilimu, baada ya kuona nini vile watu walivyo ndani ya msikiti. Na ndio utaona katika hizi mbinu zinazofanywa sasa hivi, kuwekwa open day, watu waingie msikitini waone kwenye msikiti kuna nini, zile fikra zao mbaya, kwenye msikiti kuna majini, sijui kuna nini, waone ni kweli ama ni urongo. Kama vile alivyowakaribisha na kuwafanyia uslubu wa mujadala, kujadiliana na Wakristo aliokaribisha ndani ya msikiti. Wale manaswara ama Wakristo wa ugeni wa kutoka mji wa Najran, wafdu Najran, ambao walikuja Wakristo wengi na kiongozi wao katika Ukristo, wale mapadri, mapasta wakubwa, manani, mabishop walikuja. Mtume akawakaribisha ndani ya msikiti wake na akakaa na wao na akajadiliana na wao kuhusu Ukristo na Uislamu, na ndio ikawa sababu ya kuteremka aya nyingi katika suratu Ali Imran. Katika suratu Ali Imran zikateremka aya nyingi kwa ajili ya kikao hiki ambacho kwamba Mtume alifanya. Bali ilipofika wakati wataka kufanya ibada zao, aliwaruhusu pia, wakaenda kando ya msikiti wake wakafanya ibada zao. Walipomaliza wakaendelea na mjadala. Yasemekana baada ya hapo, baadaye wengine baadhi yao walisilimu. Hii ni katika uslub bin al-asalib. Katika uslubu wa dawa ni wewe uwe Muislamu wa kweli tu. Wajua wao wasiokuwa Waislamu wakikuona wewe Muislamu wa kweli tu, kila ikifika wakati wa swala waenda kuswali, tayari waathirika. Hao Waislamu dini yao wameshika kweli kweli. Wakuone wewe Muislamu mwanamke wajistiri vizuri, waathirika. Wangapi wanaokuja kusilimu wanakuambia mimi nimependa vile wanavyojistiri wanawake wenu, mimi nimependa vile nyinyi mnavyokuwa na time katika ibada zenu, hamupitishi ibada zenu isipokuwa mnazitekeleza kwa wakati. Ile wewe kufuata Uislamu wako kisawa sawa, tayari ya muathiri mtu kuamini na kupenda dini. Ile tabia yako utakaoishi na wao na ile maneno yako utakayoyatumia mazuri pia ya waathiri.
ile tabia yako njema, yale maneno yako mazuri utakayoyatumia ndio yatamvutia mtu kwenye Uislamu. Wangapi wamesilimu kwa ajili ya tabia njema walioiona kwa Waislamu wenzao? Mtu amekaa naye vizuri, mtu amezungumza naye vizuri, labda hata hakuwahi kumwambia silimu, yeye mwenyewe tu akapendekezwa na akavutiwa mpaka akafanya nini, akasilimu. Na ndio utaona hizi ni mbinu ambazo kwamba tuweza kuzitumia, ambazo zimetumika. Ule mfano tuliosema wa Sharif Said alipokwenda Uganda, alienda akaona hakuna hata Muislamu mmoja kule. Akawauliza wale, kwa nini hakuna Waislamu? Yule alikuwa kule mmoja ni Muislamu aitwa Haji Khamis, peke yake alikuwa ni Muislamu akifanya biashara zake tu. Akamwambia mbona hawa hawasilimu? Akamwambia hawataki Uislamu. Akamwambia la, hakuna anayekataa Uislamu, ni sisi ndo hatutaki kuwapa wao Uislamu. Hebu nipe nafasi ya duka mahali hapa kwako, mimi nifanye biashara. Akamshangaa, kuuza duka na kuilingania kwenye Uislamu ni vipi? Kumbe ni uslub, ni mbinu ataka kuitumia ile ya kufanya nini, dawa. Basi akawa mtu akija kununua kwake kitu anampa na cha pili. Mtu amekuja amenunua majani anampa na sukari. Mtu amekuja anunua mafuta anampa na chumvi. Yani kufanya ile ihsani na ukarimu na kuonesha tabia njema, na huko anazungumza nao vizuri na bashasha na kukaa na wao, kula pamoja, kutangamana na wao. Mwisho wakasilimu. Wangapi wakasilimu? Tangu kulikuwa hakuna hata Muislamu mmoja. Sasa hii nenda miji ya Uganda ya War na Arua na Lira na Paidha na kwingine kokote pande za kule gharb ya Uganda, utapata Waislamu sasa ni wengi kweli kweli. Njia na uslubu iliyotumika ni uslubu ya tabia, ni uslubu ya akhlaq. Vipi tabia zetu sisi, je, zavutia watu kwenye Uislamu? Je, zavutia watu kwenye dini, ama zafukuza? Kama vile tunavyopokea katika hadithi, inna minkum munafirin, katika nyinyi kuna wenye kufukuza watu. Mtu ukafanya vitendo ama ukazungumza maneno ama ukaishi na mtu kwa namna ambayo kwamba mpaka unamfukuza kwenye dini ya Mwenyezi Mungu, mpaka unamuonesha kwa hundo Uislamu, na hawa ndo Waislamu, wao ni matusi tu, hawatoki mdomoni, wao ni warongo, wao hawana uaminifu. Tusiwe ni watu ambao kwamba ni wenye kufukuza watu kwa vitendo vyetu, bali tuwe ni watu wenye kuwavuta watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwa vitendo vyetu na kwa maneno yetu na kwa kufanya dawa. Tuwe ni watu ambao kwamba tumebeba hamu ya dawa. Mtume ashatubashiria, sema hii dawa ya haki, dini ya haki itafika nyumba zote, kila mahali. Mimi na wewe tutasharifika na tutatukuka tukiwa ni sababu ya hiyo dawa kufika. Tubebe ile hamu aliyobeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwe na ile huruma. Fikiria, huyu ni jirani yangu, ndugu yangu, mwenzangu, ni ndugu yangu katika binadamu, na ni mfanani kama ndugu yangu wa damu. Akifa aende motoni milele, aende kuchomwa, na mimi naweza kumuokoa. Kama vile Mtume alivyosema, yeye alikuwa ashika watu kama kuwazuilia, inna akhidhu bihujazikum wa antum tafallatuna minni, mimi nashika kwa nguvu, kwa lazima usiniponyoke, lakini nyinyi mniponyoka muingia motoni. Atamani kila mmoja lao atakuwa Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja lao ataokoka na moto wa Jahannam. Ndipo pale ilipopita jeneza la Yahudi, Mtume aonekana machozi yake ya bubujuka, amiminikwa na machozi. Yalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia Rasulullah, lakini ni Yahudi. Akamwambia ndiyo, hii ni nafsi imeniponyoka, hii ni nafsi imeniponyoka. Yani hataki hata mtu mmoja amponyoke, asimuongoze amuingize kwenye haki, mpaka Mungu amuonee huruma. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, ewe Muhammad utajiangamiza sasa. Yani una hamu na muhimu sana, utaka kila mtu la fikisha ewe Muhammad, kisha sisi ndio tutakaoongoza. Na wewe pia, wama alaina illa albalaghul mubin. Fanya bidii yako, fanya juhudi yako. Kila mtu ako na nafasi yake na mahali pake, na kila mtu anaweza kufikisha kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafasi yake na kwa mahali pake na kwa kile pale mahali Mungu alipomweka. Fikisha, uongofu utatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni watu tutakaobeba hamu ya dawa, ni watu tutakaoongoza, tutakaoongoka sisi wenyewe tusome dini yetu na tuwasomeshe wengine. Mara nyingi ule ujahili ambao uko kwetu, hatujui hili na lile, tuwaambia watu maneno ya makosa kuhusu dini yetu. Sisi wenyewe tujue dini yetu na tuwafundishe wengine. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.